Ya, mambo vipi? Jason kama kawaida. Kuna watu wengi wamekosa opportunities nzuri ambazo hizo opportunities zingewasaidia kufanikiwa kimaisha ama kufanya maisha yao kuwa mazuri kiasi. Na sababu moja ambayo inafanya watu kukosa opportunities kama hizo ni fear ama kuwa na uoga. Uoga wa kujaribu kitu, uoga wa kuanza kitu. Unafikiria nikianza alafu nikifail watu watasema nini, ama watu wakiniona nafanya kitu fulani watasema nini. Yani uko na ule uoga wa kuwa judged. So hiyo kitu imefanya watu wengi kukosa opportunities nzuri ambazo zingekuwa ama zingewasaidia ku make a step in life. Kama mfano uwe ama usikie kuko na mahali kuko na interview ya kazi. Tuseme kuko na interview ya kazi kama ni security, ni cleaner. Kazi hizi yani ambazo hazihitaji ujuzi mwingi na hususan unafanya hiyo interview alafu uje huku Gulf. Kama uko Kenya na umesikia kuko na interview ya kazi, unaona kama ni cleaning, security, nenda kwa hiyo interview, nenda ukajaribu. Siku hizi hata kuko na Google. Ukiingia kwa Google unaweza pata duties za kazi yoyote ile, unasoma tu hapo, unapitia. Ukifika kwa hiyo interview unaenda unaongea, at least utakuwa uko na clue, hata kama haujafanya ile kazi. Lakini tuseme umegoogle na umeona hii kazi inahitaji ama inapaswa mtu awe anaweza kufanya kitu fulani, soma hapo alafu nenda kwa hiyo interview. Ukishapita kule kwa interview, ukija hivi inakuwa rahisi. Huku lazima utapita. Hata hawa interviewer wa huku ama hawa watu ambao watakuhandle huku huwa wanajua Wakenya wako sharp. Hata ukimuuliza ama akikuuliza where are you from, ukimwambia Kenya, anakuambia Kenya good. Wanajua tunajua English. Kenyans are hardworking. So ukisikia mahali kuko na interview, usiogope. Usiogope kabisa, nenda ujaribu. You never know, unaweza chukuliwa kule kwa hiyo interview. Ukifika huku lazima utapelekwa training. Si ati ukifanywa interview ukipita basi ukija huku tayari unapelekwa direct kazi. Hapana, ukifika huku unapelekwa training ukafundishwa hiyo kazi. Lazima ukupeleke training. Kama ni cleaning, utaonyeshwa jinsi ya vifaa fulani venye vina operate. Kama ni hizo vitu machine za ku mop tiles nini watakuonyesha. Kama ni security utaenda training. Hata kama ni wiki moja utaenda utaelezewa jinsi ya kuhandle watu. Kama utafanya kwa reception utaelezewa sheria za huku, jinsi ya kuheshimu watu, naona, ama jinsi ya kusocialize na watu, utaelezewa culture za huku. Kwa hivyo roho ya uoga ondoa kabisa. Ukisikia kuko na interview, nenda. Kama ni hizi security, cleaning, tuseme umeambiwa landscaping, nenda. Construction, kama uko sawa construction, nenda kwa interview. Lakini usiseme mimi labda sina ujuzi wowote kuhusiana na security ama cleaning, sasa si nikifika huko itakuwa shida. Asikwambie mtu. Ukishapita interview kule Kenya, ukija huku kupeleka training, na ukishapelekwa training
Sasa kazi utakuwa unaijua, na kadri uko pale kazini unafanya ile kazi kila siku, maana kazi ni hiyo hiyo unaifanya kila siku, na wajua kitu ukifanya kila siku ukiwa unarudilia unakuwa perfect. Unaona, naweza kuja huku hata hujafanya kazi yoyote ya security au kufanya kazi yoyote Kenya ya security, lakini sababu ile kazi utaifanya kila siku, sheria ni zile zile kila siku, ndani ya miezi kama mitatu tu unafanya kazi kama ambaye umekuwa ama uko Kenya ulifanya kazi ya security ama kazi ya clean. Kwa hivyo kikwazo kikubwa ama a big obstacle huwa ni uoga. Ukiondoa huo uoga utapata opportunities nyingine zinafunguka tu zenyewe. So jamaa, muondoe uoga. Ukisikia kuko na interview, nenda jaribu. Sawa? Until next time, peace. Don't forget to subscribe and like this video.